Shosti! Tusemeza. Mani, watoto wanaosoma stadi za kazi siku hizi wanapika kazi tulivyokuwa tunapika zamani. Mimi binafsi experience ya kupika nimeipata shule. Kupitia stadi za kazi tulikuwa tunapika sambusa, tulikuwa tunapika maandazi, kuna vitu tulikuwa tulikuwa tunatengeneza ukili, kusuka mikeka na kadhalika. Kitu ambacho nimejifunza sana, na mimi binafsi practice nyingi za upishi nimeanzia primary. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nikiona nakumbuka nilikuwa na daftari la kuandika mapishi ninayoyaona kipindi cha ITV. Kwa kipindi cha ITV, shout out to them jamani, kile cha mapishi binafsi kimenisaidia. Kwa vitu vidogo vidogo sijui ninaomba nyumbani wananunulia, unanikuta na daftari langu. Kipindi hicho hamna mambo ya smartphone wala nini, unanikuta na daftari langu limeandikwa unga kiasi gani naweka. Umeona? Kwa hiyo na kipindi hicho tunapikia either kwenye jiko la mkaa au jiko la mchina, lile jiko la mafuta taa lile. Kwa hiyo experience yangu ya kupika nimejifunza hivyo. Siwezi kusema kwamba kupitia hapo ndo nikawa napika sana, lakini nimekumbuka moja experience baada ya kupika vile kwenye vifuu, tukahamia jikoni kidogo tukiwa darasa la 5 la 6, ambako angalau kuna vitu nilikuwa ninaviona ninatamani kufanya na kadhalika. Wewe experience yako ya kupika imeanzia? Leo nataka tutafakari kwa kina maana halisi ya kuboresha biashara. Na tafakari hii nataka uwe na maswali. Je, biashara yako imeweza kukidhi mahitaji yote ya wateja wako? Ukiweza kukidhi mahitaji yote ya wateja wako, inamaanisha umefanya uboreshaji wa biashara yako. Je, biashara yako inaweza kujiendesha running cost zile bila mikopo? Kuna mtu unapambania ndoto zako, unafanya vitu vyako, right? Na wewe mtu, kuna watu wanajifunza kutoka kwako, either in silent au kukuambia kabisa, kukuambia kwamba bwana tunajifunza kutoka kwako, au la, hawakwambia. Lakini just know, the more unavyofanya, the more kuna mtu anajifunza kutoka kwako. Haijalishi either in silent way au kwa kukuambia. So keep pushing unachokifanya. Kuna watu una encourage, yani una encourage, just know that. Yes, kama wewe ambavyo una mtu ambaye unamwangalia na unakuwa encourage, unakuwa inspired naye, kuna mtu naye anakuangalia wewe anakuwa encourage. Haijalishi kwenye nini, haijalishi. So sijui utengeneze content creator, au sijui unaniliu, amna. Inaweza ikawa ni usafi wa nyumba yako, inaweza ikawa unavovaa, inaweza ikawa unavyoongea, inaweza ikawa unavyotengeneza marafiki, inaweza ikawa vitu vyote hivyo. Sio? Unaweza ikawa hivyo, unaweza ikawa unaishi kwenye ndoto yako, au bado huishi kwenye ndoto yako, bado unathubutu kufanya. Kuna watu wanakuwa encourage. Kuna watu nyuma yako. Hao watu wako pale kujifunza kupitia wewe. Hao watu wako pale kuwa push kwenye ndoto zao kwa kuona wewe. Hao watu wako pale kupata courage kutokana na vitu unavyofanya. Hao watu wako nyuma yako, either wewe kwa kuwajua kwa majina au kutokuwajua kwa majina, lakini just know kuna hao watu wapo muda mwingi, wengine hata wanakuona. Hizi ziwafikie watu wote ambao ni wazembe barabarani, hususan kwa watembea kwa miguu. Leo tuongee na watembea kwa miguu. Wewe uko barabarani, umeweka earphones, utasikiaje honi? Wewe uko barabarani, una chat, utaonaje pikipiki inayokuja mbele yako? Wewe uko barabarani, unashindwa kuzifuatisha alama za barabarani kwa uzuri tu, kwa usalama wako tu. Unasema gari litaniona, litakuona. Ukipata ajali unalaumu, ukigonga unalaumu. Kwa nini? Salamu hizi zikufikie wewe ambaye unatembea barabarani kwa miguu. Sawa, hakikisha unafuata sheria za barabarani. Kaa upande wako, hakikisha una nidhamu yako binafsi ukiwa barabarani. Kuna mamlaka ya vipato vyetu vya kuipa mamlaka nafsi yako, means damu yako na jasho, kipato chako, hela yako, gawio lako, chochote kile ambacho kimetokana na jasho lako na damu, una mamlaka nayo. Kitu kingine, kuna kuhusu mambo ya mikopo. Kuna hii mikopo watu wengi sana tunaichukua, ambayo ina trend sana. Kwenye most of the videos, hao watu wa mikopo wanasema kabisa, bwana, sisi hapa kuna watu wengine wanatumia uchawi
kuhusu hizi hela ili mtu afilisike na kadhalika. Sasa wewe ambaye utakuwa unachukua mikopo kwa nia yako njema kabisa, wakati ile hela imefika mikononi mwako, ile hela ina mamlaka yako. Haijalishi mkopo unaochukua wapi, ni kwenye benki, kwenye SACCOS, haijalishi, lakini ile hela imebeba nafsi ya watu wengine, madhabahu ya vitu vingine. Inaweza ikawa ni madhabahu nzuri au inaweza ikawa madhabahu mbaya, lakini wewe ikija mikononi mwako unatakiwa ufanyeje? Uipe mamlaka, kwamba nimechukua kiasi hichi cha pesa, ninataka nifanye 1, 2, 3 kwa mamlaka ya damu yangu ninaipa. Umenielewa? Sio unaianza, kwa sababu ile ikija sasa inakuwa ya kwako. So imetoka kuwa own na mtu mwingine, ikija kwako inabidi iwe own na wewe, kwamba imetoka kuwa hela ya mtu mwingine, imekuja kwako, sasa ni hela yako. So unaipa mamlaka hela yako. Nikiwa nasema hela yako means damu na jasho lako. Hakikisha unatoa mamlaka ya damu na jasho. Kwa nini? Watu wengi sana hatufanyi economics, hatuendelei kwenye mambo ya uchumi, hatuendelei kwenye maendeleo, lakini tunafanya kazi, tunafanya biashara, mambo yanakuwa na ufilisi, unashangaa biashara zinadoda na kadhalika, kwa sababu damu na jasho lako hukuipa mamlaka. Ipe mamlaka damu na jasho lako, ipe mamlaka hela inayoingia mikononi mwako. As long as imepita mikononi mwako, tamka mamlaka kwenye hiyo hela, tamka mamlaka yake, sema unataka ikufanyie nini kwa imani yako, ndipo nguvu ya Mwenyezi Mungu tusemezane.